السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، watukufu Islam na mnaoendelea kuzifuatilia darasa zetu hizi za fiqhi, darasa za sira katika kitabu cha Khulasatu Nurul Yaqin, na leo tukiwa tunaitazama sira nambari 38 inayobeba kichwa cha habari kinachosema Bai'atul Aqabatil Ula, ahadi ya mafungamano ya mwanzo. Bai'atul Aqabatil Ula, ahadi ya mafungamano ya mwanzo. Na sira hii inazungumzia ahadi ya kiapo cha uaminifu ambacho walikibeba masahaba radhiallahu anhum. Hawa walikuwa ni watu kutoka Madina waliokuja mbele za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakachukua ahadi ya utiifu mbele yake bwana Mtume sallam. Al-Aqaba wanasema ni eneo lililopo karibu na Mina ndani ya mji wa Makka, na ndio eneo ambayo walikutana baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa watu waliokuja kutoka mji wa Madina. Fi sanati thaniyata ashara, katika mwaka wa 12, qadima 12 rajula, walifika watu 12 min arabi al-Madina, miongoni mwa Waarabu wa Madina. Fajtama'u birrasuli sallallahu alayhi wasallam, wakakusanyika kwa Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, inda al-aqabati al-ula, wakati wa mafungamano ya mwanzo, wakati wa ahadi ya mwanzo, wakati wa mafungamano ya mwanzo, wali kusanyika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wabay'u ala al-islam, na wakachukua ahadi juu ya Uislamu bishurutin, kwa masharti. Maana yake wakachukua ahadi ya kiapo juu ya Uislamu kwa masharti. Masharti yenyewe na ahadi yenyewe, makubaliano yenyewe yalikuwa ni haya. Sheikh anasema ala alla yushriku billahi shay'a, juu ya kutomshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Wamekuja mbele ya Mtume, wameshasikia sifa zake, wameshamkubali na kumpenda. Na hii ndio asili. Mwanzoni kabisa tunaona vipi watu wa Madina walianza kumkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpenda, na mpaka wakaitwa Ansar, waliomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kukosa nusra kutoka mji wake wa Maka. Lakini Madina walimpokea. Maanake chanzo kilianza hapa. Watu walijenga imani na wakajaza mapenzi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyoni mwao. Ala alla yushriku billahi shay'a, juu ya kutomshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Wala yasriqu, wala wasibe, wala yaznu. Hiyo ni yaznu, sio lamu hiyo, sio lu. Wala yaznu, wala wasizini. Wala yaqtulu auladahum, wala wasiwaue watoto wao. Yote ni ahadi, yote ni ahadi. Maasi haya wao wanaeka ahadi mbele ya Mtume kwamba hawatayafanya tena. Wala yaqtulu auladahum, wala wasiwaue watoto wao. Wala yatuna bibuhtanin, wala wasilete uzushi, yaftarunahu, wanauzua baina aidihim, kwa mikono yao, wa arjulihim, na miguu yao. Wala yatuna bibuhtanin, wala wasilete uzushi, yaftarunahu, wanauzua baina aidihim, baina mikono yao, arjulihim, na miguu yao. Wala ya'suna fi ma'rufin, wala wasiasi katika mambo mema. Wala ya'suna fi ma'rufin, wala wasiasi katika mambo mema. Fa in awfu, ikiwa watayatekeleza hayo, falahumul janna, basi malipo yao ni pepo. Fa in awfu, ikiwa watayatekeleza hayo, falahumul janna, basi malipo yao ni pepo. Wakapewa ahadi hiyo. Wa in asabu min dhalika shay'a, ikiwa
watalifanya katika hayo lolote lile. Wa in asabu min dhalika shay'a, ikiwa watalifanya lolote katika hayo, fa amruhum ila Allah, basi amri yao iko kwa Mwenyezi Mungu, au jambo lao lipo kwa Mwenyezi Mungu. Fa amruhum ila Allah, basi amri yao iko kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa watatekeleza wakaacha kuyafanya hayo, basi watapata pepo, na ikiwa watayafanya chochote katika hayo watalifanya, fa amruhum ila Allah, basi amri yao ipo kwa Mwenyezi Mungu. Inshaa ghafara, akipenda atawasamehe, wa inshaa adhaba, na akipenda atawaadhibu. Inshaa ghafara, akipenda atawasamehe, wa inshaa adhaba, akipenda atawaadhibu. Walamma raja'u ila biladihim, wakati waliporejea katika miji yao, arsala ma'ahum ar-rasul, aliwapeleka pamoja nao mtume, mtu ambaye yuallimuhum al-islam, atakayewafundisha uislamu. Walamma raja'u ila biladihim, wakati waliporudi katika miji yao, arsala ma'ahum ar-rasul, aliwapeleka pamoja nao mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye yuallimuhum al-islam, atakayewafundisha wao uislamu. Na aliyepelekwa alikuwa ni sahaba akiitwa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair alipelekwa ili ende akawafundisha Uislamu. Wa yufaqihuhum fi din, na awafahamishe dini. Wa yufaqihuhum fi din, na awafahamishe wao dini. Fantashara alislamu, ukaenea Uislamu bisababihim, kwa sababu yao. Hatta lam yabqa baitun, mpaka ikafikia haikubakia nyumba. Hatta lam yabqa baitun, mpaka haikubakia nyumba, min buyutil Madina, miongoni mwa nyumba za Madina, illa wa fihi, isipokuwa muna ndani yake dhikrul islam, utajo wa Uislamu. Hatta lam yabqa baitun, mpaka haikubakia nyumba yote, min buyutil Madina, katika nyumba za Madina, illa wa fihi, isipokuwa ndani yake muna nini? Dhikrul islam, utajo wa Uislamu. Naam. As'ilatun, maswali. Man qadima fi sanati 12, nani walifika katika mwaka wa 12? Man qadima fi sanati 12, ni nani walifika kwa mtume katika mwaka wa 12? Hal ijtama'u birrasul, je walikusanyika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam? Hal ijtama'u birrasul, je walikusanyika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam? Ala ayi shay'in bay'uhu, juu ya mambo yapi, juu ya mambo gani waliekeana ahadi naye? Ala ayi shay'in bay'uhu, juu ya mambo yapi waliekeana ahadi naye? Madha fa'ala ma'ahum ar-rasul, alifanya nini mtume pamoja nao? Hinama raja'u, wakati waliporudi. Madha fa'ala ma'ahum ar-rasul, nini alifanya nao mtume sallallahu alayhi wasallam? Hinama raja'u, wakati waliporudi. Aliwafanyia nini waliporudi? Na al-khulasa, ufupisho, kuna ufupisho mdogo hapo tunamalizia. Al-khulasa, ufupisho, fi sanati 12, katika mwaka wa 12, qadima 12 rajula, walifika watu 12 min al-Madina, kutoka Madina. Fabayahum ar-rasul, akaekeana nao ahadi mtume sallam, inda al-aqaba, katika mbele ya, katika mafungamano haya katika Aqaba, inda al-Aqaba, mbele ya Aqaba. Aqaba ni eneo hilo tunasema lililopo karibu na Mina, eneo la Mina pale Makkah. Farajau, wakarudi, wanasharu ad-din, wakaeneza dini fil Madina, katika mji wa Madina. Inshallah hiyo ni sira nambari 38 katika kitabu cha Khulasatu Nurul Yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe tuweze kujua dini yake na kuathirika na mwenendo wa Mtume sallam, ili tuufuate na tueneze kwa vijana wetu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.